Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaomba wazazi na walezi kwamba tuna mpango wa bima afya kwa watoto. Inaitwa Watoto Afya Card, ambao usajili wake unafanyika kupitia shule au vyuo, pamoja na mzazi kusajili mtoto mmoja mmoja, anaweza kuwa ni mzazi au mlezi. Kwa hiyo tutumie nafasi hii kwa ajili ya kuwapa uhakika wa matibabu watoto wetu na wanafunzi walio katika ngazi mbalimbali za elimu. Usajili wa mpango huu bado unaendelea kupitia shule. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela, akiwa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima cha Moyo wa Huruma, amesema wakati serikali ikiendelea kuboresha huduma za afya, jamii nayo ione wajibu wa kuyahudumia makundi mbalimbali ambayo hayana uwezo wa kugharamia bima za afya, hasa baadhi ya wanafunzi ambao familia zao ni duni kiuchumi. Niwaombe na kuwasihi jamii yetu, wazazi wetu, walezi na yoyote ambaye mwenye uwezo aone umuhimu wa kuyagusa makundi mbalimbali. Wako watoto wanasoma shule za msingi, shule za sekondari. Ni kweli wana wazazi, lakini huenda wazazi hawana uwezo wa kulipia bima za NHIF. Wewe ukiguswa, ukaenda shule za msingi kwenye kijiji chako na kuishi, ukaona kuna watoto wangapi hawana bima za afya, ukaenda kwa meneja wa NHIF ndani ya mkoa wetu wa Geita, ukasema mimi kwenye kijiji changu wako watoto 50 hawajalipiwa bima ya afya, orodha yao ni hii hapa, fedha zao na mchango wao huu hapa, na wakatia nikawalipie. Taifa letu tutakuwa tunaimarisha mfuko, lakini pia tutakuwa tunaimarisha sekta ya afya. Mbozi. Vijana waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi ya operation miaka 60 ya muungano, kikosi cha jeshi 845 Itaka kilichopo ilani Mbozi mkoani Songwe, wametakiwa kutumia elimu ya mafunzo waliyopata kutatua changamoto za kijamii katika maeneo yao. Akizungumza na vijana hao wapatao 592, mwakilishi wa mkuu wa jeshi la kujenga taifa Kanali Amos Molo amesema vijana hao wana jukumu la kuyatumia mafunzo hayo katika kuleta matokeo chanya katika jamii, ikiwemo kutatua changamoto na kufikia lengo la serikali. Hii imedhihirisha kuwa vijana wamepata mafunzo yenye viwango vinavyokubalika na jeshi la kujenga taifa. Naamini kuwa mafunzo haya mlioyapata mmekuwa tayari kulitumikia na kulilinda taifa letu popote mtakapokuwa, kwani nimefahamu dhana ya uzalendo, umoja, mshikamano, ukakamavu na kujiamini. Hivyo basi, mnapaswa mkatumie elimu hiyo katika kutatua changamoto mbalimbali pasipo kuvunja sheria na taratibu za nchi yetu. Aidha, Kanali Molo amewasa vijana hao nidhamu ikawa ndio silaha pekee dhidi ya jambo lolote litakalokuwa mbele yao, na kwamba jeshi la kujenga taifa linaendelea kuamini kuwa kiapo cha utii walichokiapa mbele ya mgeni rasmi ni ishara tosha kuwa taifa limewekeza sehemu sahihi na litaendelea kuwa salama wakati wote. Dodoma. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Jumanne Abdalla Sagini amesema sheria ya kudhibiti pombe za asili ya mwaka 1968 haitambui pombe aina ya gongo kama pombe ya asili. Amesema kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu atakaye kusudia kutengeneza ama kuuza pombe ya asili anapaswa kuomba leseni katika mamlaka ya serikali za mitaa. Sagin amesisitiza kuwa pombe aina ya gongo, machozi ya simba, moshi ama umeme inatengenezwa kwa kuzingatia sheria. Kwa sheria hiyo, mtu yeyote anayekusudia kutengeneza au kuuza pombe ya asili anapaswa kuomba leseni kwa mamlaka husika ya serikali za mitaa. Aidha, kwa mujibu wa sheria hii, gongo sio miongoni mwa pombe za asili kwa maana ya local liquor kama inavyotafsiriwa katika kifungu cha 3 cha sheria husika. Pombe aina ya gongo, machozi ya simba, moshi au umeme kama inavyotafsiriwa na kifungu cha 2 cha sheria ya kudhibiti utengenezaji wa pombe za asili sura 384 Traditional Liquor Control of Distillation Act inaweza kutengenezwa ikiwa mtengenezaji ana leseni inayotolewa kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya kudhibiti pombe za asili sura 384. Leseni hiyo hutolewa na waziri mwenye dhamana ya viwanda. Aidha, ni kosa la jinai kuzalisha pombe asili ikiwemo gongo bila leseni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Baadhi ya wabunge nchini Burundi wamekosoa mpango wa serikali ya nchi hiyo ya kurejesha sokwe waliopelekwa nchini Kenya wakati wa vita vilipotokea nchini Burundi. Katika kikao cha kawaida cha baraza la bunge kilichofanyika jijini Bujumbura mwishoni mwa wiki, wabunge hao wamesema
wana mashaka juu ya matumizi ya fedha zilizotengwa kwenye bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2024-2025 za kutekeleza mpango wa kurejesha sokwe hao kutoka nchini Kenya. Wabunge hao akiwemo Agathon Rwasa wamesema hawaelewi sehemu watakapowekwa sokwe hao, wakati hata sokwe walioko nchini humo wanaishi katika mazingira yasiyo rafiki. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Burundi Gervais Ndirakobucha amewatoa hofu wabunge hao na kueleza kuwa serikali inaandaa sehemu ya kuwaweka sokwe kwa manufaa ya taifa. Jenerali Brice Nguema ameibuka mshindi wa kiti cha urais nchini Gabon kufuatia uchaguzi uliofanyika Jumamosi ya Aprili 12 mwaka huu. Uchaguzi huo ulikuwa wa kwanza wa rais tangu jeshi la Gaboni lilipomuondoa madarakani Rais Ali Bongo Ondimba mwaka 2023. Kwa mujibu wa matokeo ambayo yamekwisha tangazwa mpaka sasa, Jenerali Nguema amepata 90.35% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake mkuu Alain Claude Belie Bainze amepata 3% ya kura, huku wagombea wengine 6 hawakuvuka 1% ya kura. Jenerali Oligui ndiye aliyemaliza utawala wa familia ya Bongo uliodumu kwa zaidi ya miaka 50 mwezi Agosti mwaka 2023 na kuwa rais wa mpito wa taifa hilo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wazazi na walezi mkoani Geita wametakiwa kuwakatia kadi za bima ya afya watoto wao ili kuhakikishia uhakika wa matibabu wakati wote. Vijana waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi ya operation miaka 60 ya Muungano wametakiwa kutumia elimu ya mafunzo waliyopata kutatua changamoto za kijamii katika maeneo yao. Na baadhi ya wabunge nchini Burundi wamekosoa mpango wa serikali ya nchi hiyo ya kuwarejesha sokwe waliopelekwa nchini Kenya wakati wa vita. Waza Wazua. Msikilizaji, uhuru na furaha ni muhimu katika maisha yako. Ikibidi kabisa ni bora kupoteza furaha ukabaki na uhuru wako. Maana ukipoteza uhuru umepoteza maisha. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.